Na mtazamaji, familia 13,000 zinazoishi katika shamba la marehemu Isaiah Chelagat la ekari 5,800 zimepata afueni baada ya serikali kutangaza rasmi kuondolewa kwa kesi inayolenga kuwafurusha. Mwanahabari wetu Ruben Motoch na mengi zaidi. Ni afueni kwa maskwota 13,000 ambao wameishi kwa takriban miaka 50 kinyume cha sheria katika shamba la ekari 5,800 la marehemu Isaiah Chelagat maeneo ya Sogoo na Sagamian, Narok Kusini, serikali ikitangaza kufutiliwa mbali kesi ya miaka 50 huku kila mmoja akitarajiwa kupata hati miliki ya mahali anamoishi. Habari hii njema imetangazwa na katibu katika Wizara ya Ardhi Nixon Korir, akiahidi pia kushughulikiwa maeneo mengine kama Angata Barikoi na ridhaa kwa baadhi ya familia 30,000 zilizofurushwa kutoka msitu wa Masai Mau bila malipo. Wale watu mashamba zao ziko nje ya Mau, caveat imeondolewa, nenda afanya biashara na shamba yako. Kama ni kupeleka uchukue loan, ujenge biashara yako, hakuna mambo ya caveat tena ambayo iko hapo. Tutapanga hiyo kazi, tuhakikisha ya kwamba watu wetu wanapata ID na pia wanapata ile bidhaa zote ya serikali. County government kwa vile wameshika wananchi vizuri, kuhakikisha ya kwamba hii maneno ya mashamba imetatuliwa. Hawa wameshafanya, kuna vile tumeongea na committee. Si survey alikuwa ameshapitia. Na hiyo survey anasikia amekuwa registered. Hawa ni kukuja tu kwenda kuleta title deed na tunakuja kupea rais, kila mtu apate. Hata hizi mashule zetu, si mashule zetu siko na shamba? Si hata shule zetu zinapata? Hata hii hospitali zangu nimejenga tunapata? So leo hii hatuna mambo ya watapeli. Itakumbukwa kwamba shamba hilo tata la marehemu Isaiah Chelagat aliyewahi kuhudumu kama kamishna wa mkoa wa Bonde la Ufa mwaka wa 1974 limesalia na kesi kotini, ila Rais William Ruto akiingilia kati na kuomba familia kukubali malipo ili kuruhusu maskwota kusalia humo. Kama sio rais, hiyo kitu ingemalizika. Nataka kushukuru pia Mheshimiwa Gavana. Tumeshikiliana hii maneno mpaka hii maneno imekuja mwisho. Pia ningependa kushukuru Mheshimiwa Rais, alinipatia hii tama kutoka hii jeshi na Sagamian, Tembet mpaka Lulunga, kutoka Lulunga mpaka Wasomiro. Hata hii inaanza kesho. Wamekuwa wakikanyaga Nairobi na wakirudi. Hakuna ofisi ya wajui. Ofisi ya Nixon wameenda. Leo kama na hapo, kesho Kitulai. Akitoka anawachia shift hawa MCS. Wamechunga ni kama maziwa iko kwa jiko. Mpaka sasa siku ya leo imefikia. Huyu gavana ni mtu anaunganisha watu. Kuna wengine wanatenganisha, lakini huyu ni mtu atatumalizia matatizo mingi hapa. So tukakubaliana. Tumesign agreement, tumeshapatiana title. Pia ile kesi yenye tulikuwa tumeweka Nairobi ya eviction tumeiondoa. Tulisikia kuna mtu anakuja tarehe 21 huko Tidi. Huyo mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Alikuwa amepanga kuja kuongea kuhusu maneno ya Mau, kuhusu maneno ya Angata Barikoi, kuhusu maneno ya Nakuru. Na sasa hivi tunasema hiyo maneno imeisha. Kama kuna ajenda nyingine, kuja ongea ajenda nyingine, sio ya Mau, sio ya Angata, sio ya Narok. Miongoni mwa waliohudhuria kikao hicho ni pamoja na kamishna wa kaunti ya Narok Kipkech Lotiatia, maafisa wakuu wa ardhi, masorovea na maafisa wa usalama. Viongozi wetu ni namna gani? Na Mheshimiwa Rais mwambie asante. Ruben Motochi, runinga ya Citizen, kaunti ya Narok.